Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Siku ya leo Mungu ametupa nafasi tena, tumekuja mahali hapa kuendelea na tafakari ya ujumbe wa neno la Mungu. Ujumbe ambao tumekuwa tukiendelea nao kwa muda sasa unasema nguvu ya maombi ya shukrani madhabahuni kwa Mungu. Nguvu ya maombi ya shukrani au nguvu ya maombi na sadaka ya shukrani madhabahuni kwa Mungu. Leo ujumbe wetu tusome kwenye kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ile ya 20 na ule mstari wa 21. Tusome mstari wa 21. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa 22. Nao walipoanza kuimba na kusifu Bwana, akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na wa Moabu na wa milima ya Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Mungu alibariki neno lake. Amen. Ndugu msikilizaji, nimekuwa nikikwambia kwa habari na kuweka msisitizo umuhimu wa kumshukuru Mungu, na nilikwambia katika kumshukuru Mungu, unapomshukuru Mungu kwa sadaka ama kwa maombi, ni muhimu sana kuweka imani ya kwamba Mungu anaweza kufanya katika lile ambalo umemshukuria Mungu. Lakini leo nataka nikupe kitu kingine kabisa, nikupe jambo jingine kabisa, kwamba sadaka ya shukrani kwa maombi yako au sadaka ya shukrani ya moyo wako kwa kitu chochote, unapoiachilia kwenye madhabahu ya Mungu, unapomshukuru Mungu kwenye madhabahu yake kwa sadaka, kwa maombi, kwa moyo wako, unalitangaza jina la Bwana. Unalitangaza jina la Bwana kwenye maisha yako. Unalitangaza jina la Bwana kwa yale ambayo unamshukuria Mungu. Haijalishi ni jambo gani, unapomshukuru Mungu, kama ni kwa mema ambayo Mungu amekutendea. Leo tutakuwa siku ya 30 ya mwezi wa 6, kwa miezi 6 yote ya kwanza ya mwaka. Kwa jambo lolote utakalo mshukuru Mungu, yawe ni mema, yawe ni magumu, yawe ni mabaya, iwe ni vita, unalitangaza jina la Bwana kwenye maisha yako. Unalitangaza jina la Bwana kwenye jambo hilo ambalo unamshukuria Mungu. Yoshafati anatuambia kwenye kitabu hiki tulichokisoma cha Mambo ya Nyakati wa pili sura 20. Ukianza ule mstari wa 20, inasema kwamba Yoshafati akaamka asubuhi, akasimama, akawakusanya watu wake, akawaambia, enyi Yuda na Yerusalemu, mwaminini Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Alipokwisha kusema maneno hayo, akawaweka watu watakaomwimbia Mungu. Alipokwisha kuwaweka watu watakaomwimbia Mungu na kumwabudu kwa uzuri wa utakatifu, akalirudia jeshi, akawaambia, mshukuruni Bwana kwa maana ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Walipokwisha kuimba na kumshukuru Mungu, Mungu akaweka waviziao juu ya wale wa milima ya Seiri, wana wa Amoni na wa Moabi. Mungu akawaweka waviziao juu ya maadui wao. Na Mungu alipoinua hao watu, wale maadui wa Yuda na Yerusalemu wakapigwa, wakafa. Hata walipokwenda wakakuta wamekufa maadui, wakateka nyara, wakachukua vitu vingi vya thamani, wakabeba siku 3 wanateka nyara. Sikiliza nikwambie, unapomshukuru Mungu kwenye jambo lolote, unalitangaza jina la Bwana. Unapomshukuru Mungu kwa sababu ya kilio ambacho umepitia, kwa sababu ya magumu uliopitia, kwa sababu ya vita uliopitia, unalitangaza jina la Bwana kwenye hiyo vita. Mungu anaingilia kati hiyo vita. Unapomshukuru Mungu kwa ajili ya mema ambayo Mungu amekutendea, unalitangaza jina la Bwana kwa hayo ambayo Mungu amekutendea. Mungu anakuzidisha. Mungu anaachilia wingi wa baraka. Mungu anaachilia wingi wa baraka na mafanikio. Wana wa Israeli, hawa Yuda na Yerusalemu, walipomshukuru Mungu, kuna mali ambazo wasingeweza kuzipata. Kuna maisha ambayo wasingeweza kuyafikia, ila walivyomshukuru Mungu
Mungu akafungua maisha ambayo yalikuwa yamefungwa na maadui. Mungu akafungua fursa ambazo zilikuwa zimefungwa na maadui. Na wewe nataka nikwambie ndugu msikilizaji, kuna fursa ambazo zimefungwa na maadui. Kuna maisha ya kwako ambayo yamefungwa na maadui. Kuna viwango vya maisha unatakiwa ufike, lakini maadui wamezuia, wamefunga. Mshukuru Mungu, yeye ni mwema. Kwenye ile Zaburi ya 116 ule mstari wa 17, 116 Zaburi inasema mstari wa 17, nitakutolea dhabihu za kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Kwa hiyo unapotoa sadaka yako ya kushukuru, inalitangaza jina la Bwana kwenye maisha yako, na Mungu anasimama. Kama ni kwenye vita, napigana vita yako. Kama ni magumu, anaondosha magumu yako. Sikiliza nikwambie, nikuongezee jambo hili, ni kwamba unapolitangaza jina la Bwana kwenye jambo lolote, unapolitangaza jina la Bwana, yeye Mungu anafanya lililokufa liwe hai. Yeye Mungu anafanya lililokatwa lichipuke tena. Yeye Mungu anafanya lililoharibika alitengeneze tena. Yeye ni mfinyanzi. Nikualike siku ya tarehe 5 Jumapili hii inayokuja ya mwezi wa 7 kwenye kanisa letu hili la Mtakatifu Frank Weston Kirege, kanisa Anglikana. Tuna ibada ya kumshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali ambayo ametutendea kwa nusu ya kwanza ya mwaka, na kumwomba Mungu kwa nusu ya pili ya mwaka. Unapomshukuru Mungu, unalitangaza jina la Bwana. Unapolitangaza jina la Bwana, adui na uadui unaondoka. Maadui na uadui wanakufa. Vita inakoma. Hacha ni shukuru Mungu kwa ajili yako wewe unanisikiliza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtoto wako na mtumishi wako huyu. Ninamwombea Bwana akuamini wewe, maana anapokuamini wewe ndipo anapothibitika. Ninamuombea aamini ujumbe wa kwako unaotoka kwenye vinywa vya watumishi wako, tunavyotoa sisi watumishi wako. Aamini ndivyo atakavyofanikiwa. Nami namwombea anapokushukuru umfanikishe. Anapokushukuru Bwana, anapokushukuru wewe Mungu ingilie kati maisha yake. Wewe Mungu ukomeshe vita, ukomeshe magumu. Anapokushukuru Mungu ukafungue fursa na wingi wa mali ambazo zimefungwa kwenye maisha yake. Anapokushukuru Mungu ukamponye moyo wake. Nami namwombea uponyaji, namwombea maongezeko katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana, nikutakie asubuhi njema.